naye Haji Sande Manara, mdau wa michezo, akaweza kuzungumza kuhusiana na mambo mbalimbali kubwa zaidi ya hali ya uwanja wa CCM Jamhuri pale jijini Dodoma. Hivi mechi imehamishwa kutoka kwa maana kutoka Sokoine uwanja ulipofungiwa, Prisons wakaenda Tabora, maneno yalikuwa mengi, wameenda Dodoma, gumzo limekuwa kubwa. Sasa hivi bodi ligi watoke wakaidhisha mechi ya Yanga na Tanzania Prisons. Ndio mechi inaendelea hivi sasa. Kuna msemo ule wa Swahili. Si ni wa Swahili au ni wahenga au ni vijana wa sasa, lakini wanasema kwamba ukweli utakupa ushindi wa moja kwa moja. Na uongo unakupa ushindi wa siku moja. Yaani unaweza kudanganya afu leo ukaonekana mwamba, kwa kila mtu akusifia, lakini yule ambaye anaongea ukweli ukiwa na tabia kuishi kwa muda mrefu. Katika hili bodi ya ligi na TFF wanaumbuka taratibu. Na hizi ni fedha. Kama umeufungia uwanja wa CCM Sokoine Mbeya kwa kutuambia kwamba hauna vigezo vya kutumika kwa michezo ya ligi kuu, na wenye uwanja wakiuliza shida nini husemi, alafu uwanja Jamhuri Dodoma kule ndo una vigezo, kwa lile tope pale ndo kuna vigezo, kwa maji yanavyotoa mavie ndo kuna vigezo. Mambo ya aibu. Hizi ndo fedha ndogo, kwa sababu wakati uwanja unafungiwa, lile swali la kwamba shida ni nini ni jepesi, ambalo waliufungia KMC. Wakasema kwa KMC walisema, waliulizwa na wenye uwanja, sio kwenye barua. Wakasema kwamba shida ni miundombinu ya kiafya, ikarekebishwa, uwanja ukafunguliwa. Sokoine ilifungiwa pia katikati hapa chana ile mara ya kwanza baada ya mechi ya Yanga. Wakasema huu uwanja bwana hauna miundombinu ya kutiririsha maji kutoka uwanjani kuja nje mvua ikinyesha. Kwa hiyo rekebisheni hapa, haya maji mvua ikinyesha yao yanatiririka situome uwanjani, yanatengeza tope, lakini pia ongezeni baadhi ya vifusi ndani ili kushia na tope. Meneja ya uwanja kwa ushirikiano na wamiliki wa uwanja, hiyo kazi wakaifanya. Pia waliwaambia waboreshe eneo lile karibu na benchi la ufundi, wakaifanya hiyo kazi. Jana niko na clip moja, Brain yuko Mbeya saizi. Alienda uwanjani akaanaongea na Modesto Sumaruko ambaye ni meneja wa uwanja CCM Sokoine Mbeya. Kanaonesha pale maelekezo ambayo waliwapo awali na wakayafanyia kazi. Uwanja uko sawa. Sasa hizi watu kimya. Kwa nini ni kimya? Hii ndio maana inaibua ile mitazamo ya wale mashabiki, labda kuna hujuma, kuna nini. Kwa sababu kama usiposema, kwa nini usiseme? Watarekebisha kitu gani usipowaambia? Inabidi useme. Watu wakaja kauliza swali, haya kama CCM Sokoine una shida, tumekubali kweli una shida. Upi ambao una shida? Jamhuri. Ndio yale ya jana sasa. Mwaga maji tu kama kambari. Jana jezi ya Fadhili Kayanda mshambuliaji wa Dodoma Jiji kutoka kuwa nyeupe imeenda kuwa jezi ya kahawia tope. Okay. Na ile pia kuna muda huwa inapunguza hali ya kushindana. Unajua mwili unahitaji kuwa active muda wote uwanjani. Sasa timu ambazo zinaweza kwenda na pea 2-3 kiwanjani kwenye ligi yetu ni chache. Unakuta Yanga, Simba, Azam. Jana Azam na Iso walibadilisha. Leo kipindi cha pili walivyokuja kidogo walikuwa na tofauti. Lakini Dodoma Jiji jezi ile ambayo ilivaa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ni ile ile. Sasa ule ubaridi unapunguza momentum ya mchezo. Kuna muda unakuwa kama mnyonge. Pamoja kupata moto. Hao wenzako ambao walibadilisha jezi hawaishi huo baridi. Washachangamka, washakufunga muda mrefu. Hiyo inatokea. Sasa kwa jana Dodoma Jiji kwa hali ilivyokuwa vile, jezi unaweza kubadilisha, wenzako wanafanya. Kabla hatujahamia kwa mnyama Simba na kwa kile ambacho amekifanya jana na mechi ya tarehe 14 dhidi ya TRA United, Manara amesema ukitazama mechi za Simba na Yanga ukiwa si shabiki wa hizo timu hauna upande wowote, ukaangalia wakiwa wanacheza na wapinzani wao, unaona kabisa hawa watu kuna favor kubwa wanazipata. Na akisema timu mbalimbali hapa Tanzania zimekuwa wahanga kwa zile favor ambazo wanazipata Simba na Yanga, akihitaja pia Azam. Na wakati mwingine anasema waamuzi si kwamba wanahongwa, wakati mwingine waamuzi wao wenyewe tu kutokana na aina ya timu ambazo zenyewe zinavyojiendesha wanajikuta wanaingia katika mtego ambao hata hawajategewa. Alichokizungumza ni sahihi. Ana unaungana naye kwenye issue hiyo ya
ya kunufaika au kubebwa alipo wazi. Simba na Yanga wananufaika na vitu vingi sana. Ukiacha makosa ya waamuzi, pia wamekuwa na nguvu ya kuweza kuinfluence paka maamuzi ya wenye mamlaka. Simba anaweza kaamua hichi au Yanga hichi na kikafuatwa. Kuna watu mwaka jana takiwa wakacheze Arusha, lakini wakasema bwana, sisi tuna ratiba ya kimataifa sisi. Ikabidi yule ambaye alikuwa na haki kanuni ya kuchagua uwanja mmoja kwenye mchezo wake wa mechi ya ligi, kanuni ipo, mechi mbili unaweza kucheza nje ya uwanja wako. Kwa wale mabwana walichagua kwenda kucheza Arusha, lakini kwa sababu mkubwa mmoja alikuwa na ratiba, mechi kabidi Dar es Salaam. Tumeona pia mambo haya ambayo yanaendelea hivi sasa. Kwa hiyo ni kweli hiyo favor ipo, na ni favor ambayo kiangalia maeneo mengi ambayo bado watu hawajastaarabika, hii favor ipo. Tanzania ni moja hapo, bado kwenye mpira tujastaarabika, kwa maana hata kuingiliana na majukumu kumekuwa kinga. Na hii michezo ipo sana Afrika bado ustaarabu ni mdogo, ndio maana hizi influence zipo. Na ambacho anafaidika nacho hivi sasa hapa Tanzania, Yanga, Simba, na ambacho pia ukienda mataifa mengine kuna baadhi ya timu pia zinafaidika hivyo. Taifa pekee ambalo mimi nimeona kuna hizo favor ni Afrika Kusini. Nikiangalia namna ambavyo mambo yanaishi na wale kina Orlando wanayoishi na Kaizer, wale wamejitahidi. Yaani wale ndio wamenyooka sana. Nilimsikia kwa tunapaswa kuwaiga kwa namna ya kufanya maamuzi katika masuala mbalimbali. Nilimsikia ni Odu kama Abdulsalam Odu, kocha Orlando, aliulizwa kuhusiana na namna ambavyo ligi gani anaiona au taifa gani kwenye mpira linaendeshwa kwa waredi wa hali ya juu. Alitaja Afrika Kusini. Yule jamani leo Morocco. Lakini alitaja Afrika Kusini kwamba Afrika Kusini naona kidogo wako mbali sana. Na ni kweli kwa wale ambao wanafuatia ligi ya Afrika Kusini, nikiwemo mimi, kweli kule hakuna. Kwa mfano kule hakuna makandokando. Hakuna. Inawezekana akaepo kidogo kwa sababu ni binadamu, uwezo kufanya kitu kwa 100%, lakini hayapo. Kwa mfano PSL ambayo ndio inaendesha ligi kuu ya Afrika Kusini, kombe la FA, CM1080 na vitu vingine kama hivyo. Mwenyekiti wa PSL ni Elvin Hoza, ambaye huyu ni mwenyekiti wa Orlando Pirates. Okay. Yanza sana mwenyekiti wa bodi ya ligi Tanzania, atoke Simba au Yanga. Lakini hii miaka karibia 8 bingwa ni nani? Ni Mamelodi. Na uje sikia Orlando akifanya hivi, wanashindana uwanjani, wakishindwa ni uwanjani. Kwa Afrika Kusini ni mfano wa kuigwa. Huko kwingine bado unazo shida. Ukienda Misri, msimu wa pita ndio mbona ilitokea kwa Pyramids. Ahali itakiwa poteze alama 6 baada ya kugomea dabi, lakini alipoteza 3 za mchezo tu kwenye msimamo kukatwa. Mechi ya mwisho imefika, Ahali ana alama 58, Pyramids alama 56. Pyramids wamejitahidi mpaka kasi, lakini kesi kawashinda kwa sababu maamuzi ya ndani tayari na mfeva Ahali. Mambo yakabaki. Ndio mambo ambayo Tanzania hapo. Ndio maana Yanga wakasema hapa anatusi kuanzia hapa. Sio alienda kwa lakini bado wakapigwa chini. Sawa, ni kusema kile ambacho kipo. Maoni yako ni yapi? Tuandikie kupitia live YouTube ya East Africa Radio, tutapitia kwa kile ambacho unakiandika, lakini pia Sara 24 Instagram ukiandika tutapitia ujumbe wako Nsajigwa. Kule mitandao ya kijamii unampata kwa Nsajigwa_senior kwa uzuri kabisa. Lakini bwana, jana mnyama Simba alicheza dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars, mechi ambayo ilipigwa pale uwanja wa Mtipa mjini Singida, na mchezo ambao alama 3 zimewapatia Simba kupunguza gap la alama baina yao na vinara wa ligi hiyo Young Africans ambao wametofautiana alama 5. Lakini mbali na yote, Ahmed Ali, mkuu idara ya habari na mawasiliano ya Simba, amesema ile bao ambalo lilifunga Limpanzu litamuongezea ari na morali ya kuendelea kupambana baada ya kustruggle muda mrefu akiwa na kiwango ambacho hakiridhishi. Kwa nini? Tukamsikie hapa Ahmed akiweza kuelezea hilo, lakini kilia pia na walinzi wa Singida Black Stars. Tuliliona yule beki alikuwa anacheza upande wa kulia kule, sio kushoto, Abdurazak kama sikosei. Nadhani alikuwa na mission maalum dhidi ya Libase Gay. Kila Libase alipokuwa na mpira alikuwa anamvamia, alikuwa anafanya kila kitu kiovu kwa ajili ya kumuumiza Libase Gay. Lakini umeona hata rafu ambayo amechezewa Nixon Kibabage ni makusudi kabisa, mtu karuka kwa kiwiko kampasua. Nadhani dhamira yao ilikuwa ni hiyo, kuwaumiza wachezaji wetu, lakini nimependa ile calmness
focus ya wachezaji wetu ya kwamba sisi tuendelee kucheza mpira, tuendelee kutafuta mabao. Goli aliyofunga Mpanzu lina thamani kubwa sana, pengine hata yeye anaweza asijue, lakini goli la leo hili lina thamani na lina maana kubwa kweli kweli. Of course Mpanzu alikuwa anapitia kipindi kigumu hapa, kiwango chake kinatetereka ukijumlisha mambo ambayo anapitia nje ya uwanja. Tukamshuhudia Mpanzu ambaye hatujamzoea. Ameendelea kuaminiwa, kupewa nafasi, lakini bado apati ile ari ya kurejea kwenye ubora wake. Leo anaingia kwenye mechi ngumu. Hakuna mtu ambaye alitaraji Mpanzu angeweza kufanya chochote kwenye mechi hii, sababu kama kwenye mechi nyingine anaingia na bado hafanyi maajabu, kwenye mechi hii ambayo tayari kimeumana usingetegemea kuona Mpanzu anafanya chochote. Lakini ameingia dakika za lala salama, anapokea pasi ya maana kutoka kwa Chama. Mpanzu anachukua mali, anakuja mlinda mlango wa Singida, anaisambaratisha kwa chini, anaondoka na goli la fahari kweli kweli. Kwa hiyo mabadiliko ya kumuingiza Mpanzu yamekuwa na tija ya 100% na ameiokoa Simba yake hii leo. Goli hili ukiachilia mbali ya kwamba limeipa pointi 3 Simba, lakini vile vile linamrejeshia confidence Mpanzu, linaimarisha ubora wake, lakini hata mashabiki wa Simba wanapunguza pressure kwa Elie Mpanzu. Haya ni Ahmed Ali, huyo mkuu idara ya habari na mawasiliano kikosi cha Simba, akaweza kuelezea performance ya Elie Mpanzu katika mechi jana. Licha ya Clatous Chota Chama Mwamba alisaka kuwa man of the match, lakini Simba wamefurahia kiwango cha Elie Mpanzu baada ya kuwapatia bao la ushindi. Pengine asingefunga ingekuwa ni habari nyingine, lakini Mpanzu akafunga na kuwapatia ushindi ambao Simba walikuwa kutafuta kwa udi na uvumba. Amezungumzia hapa namna ambavyo mara kadhaa amekuwa akiaminiwa, lakini kuingiza mpira wavuni imekuwa ni kitendawili kikubwa sana ambayo alikuwa anatatizika kwenda kukitatua. Ni kocha pia jana libeti, sababu jana tulikuwa tunatazama mpira ofisini pale, hata sasa kaingia Mpanzu, kocha vipi tena yule Mpanzu, watu watashika vichwa, yani atapata nafasi lakini atapaisha au atapiga pembeni, lakini akaenda, alipata nafasi baada ya dakika 5 akafunga na kuipatia Simba ushindi. Ni mchezaji ambaye tangu msimu umeanza hana msimu mzuri. Anapitia wakati mgumu mara nyingi. Kufunga goli kweli kuna muda ambao unaweza kukurejesha hali yako ya kujiamini, lakini Mpanzu anahitaji muda zaidi kurudi sawa. Binafsi siamini kwamba goli pekee yake linatosha kwa sababu zifuatazo. Sababu yangu kuu ni moja tu. Mpanzu, unajua kwenye michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, Mpanzu ndiye mchezaji aliyechangia magoli mengi kwenye kikosi cha Simba. Leo hii asubuhi nilikuwa naangalia takwimu. Mpanzu amefunga mabao 2 kwenye ligi pekee yake, achana na lile goli la kule Champions League. Lakini pia ametengeza mabao 3, yani ana assist 3, mchango wa mabao 5. Hakuna mchezaji mwenye mchango wa mabao mengi zaidi ya Mpanzu kwenye kikosi cha Simba. Amecheza michezo 11, dakika 516. Hizi dakika 516 ukitafuta wastani wa mechi alizocheza ni mechi 5. Maana huyo mtu licha haya yote anawapitia bado amekuwa na uwezo wa kutengeneza hizo nafasi za magoli, aidha kufunga yeye au kwa watu wengine. Sasa maana nikasema huyo goli pekee yake litosha, anahitaji muda zaidi wa kuweza kukaa sawa. Na pia benchi la ufundi la Simba na viongozi wanatakiwa kujua huyu bwana anapitia kitu gani ambacho kinamfanya hawe hivi, au labda ni uwezo wake, kwamba kile ambacho tulikiona nusu msimu ilikuwa fluke. Labda kama ni hivyo, japokuwa siamini kama ilikuwa ni fluke. Haiwezekani kama fluke mtu akaenda kufanya majaribio mpaka Ubelgiji tena Genk, haiwezekani. Kwa hiyo kuna eneo ambalo wanahitaji kumsaidia zaidi. Swala lingine amelizungumzia hapa issue ya wale mabeki wa Singida ambao walikuwa wanawarukia wachezaji. Abdulmalik Zakaria. Moja tukio lilikuwa ni la Anti-Coffee Siri kwenda kwa Nixon Kibabage. Halile mimi nilielewa ni challenge ya mpira, kwa sababu watu walikuwa wanawania mpira, lakini bahati mbaya Anti-Coffee alikosa mpira akamcheza Kibabage, alimpiga ile kisema kichwa, ilibidi afungwe lile tambara, lile bandeji. Na uzuri baada ya kumgusa alitoa fair kabisa, na hile mimi naielewa ni challenge ya kimpira. Abdulmalik Zakaria
kusema kweli Abdulmalik Zakaria ni moja ya beki ambao anacheza tough sana. Na kuna muda tough kizizi inakuwa ni rough. Kwa jana kuna baadhi ya challenge ambazo alikuwa anaenda asiza kiungwana. Kuna moja hiyo ulikuwa ni mpira wa juu anaenda kuuania. Unajua ukiwa unaruka mpira wa kichwa tunaamini kichwa chako utaelekeza ambapo mpira upo. Ukiukosa mpira kama unaenda kumpiga mchezaji wa timu nyingine, maeneo ambayo manyengo kumgusa ni maeneo ya kichwa. Lakini Libasage alikuwa mbele yake. Ameruka kwenda kucheza mpira. Abdulmalik Zakaria naye pia ameruka. Lakini cha ajabu akaenda kumpiga mgongoni. Sasa unajiuliza huyu bwana analukaje afu kichwa chake kinaenda kutoka kwenye mgongo wa mpinzani? Kwa sababu kama kweli unaenda kupiga mpira umeukosa, tunategemea umgusa hata maeneo ya bega kwenda juu huko. Lakini kwenda kumpiga mgongoni ndio hiyo ambayo inaibua tafsiri za Ahmed, kama umetumwa labda au ulizamilia kufanya kitu kiovu. Lakini ni kweli wachezaji wao wanatumwa waenda wakawaumiza wachezaji wenzao? Sijui mimi. Lakini ama mambo huwa anasemwa. Sije kudhibitisha. Sababu pia ukiachana na hii Abdulmalik Zakaria kwa kikosi cha Singida, Simba walikuwa kilalamikaga kuhusiana na kikosi cha Kagera Sugar na wakati ule nyota wao Moses Firi kwa kile ambacho kilimtokea kule Kaitaba. Na mechi nyingine wakiwa wakienda kule Simba, Simba huwa anatoa tahadhari, wanasema jamani, tunaomba mcheze mpira, msije mkacheza mili ya watu. Ni kweli wao wachezaji wanatumwa au ni wao wenyewe tu tabia zao? Kwa hivyo ile tukio kama la Bui, nianze ile Bui tu kama Bui jua alimkanyaga mara ya kwanza Moses Firi. Akapona, akarudi uwanjani. Akamkanyaga tena kwa mara ya pili. Hiyo inaweza kaibua hisia kama hizo kwamba wewe vipi umetumwa, maana mara kwanza ulikuja hivi na mara pili umekuja tena. Inaweza kaibua hisia kama hiyo, lakini kuna wachezaji wanaweza tabia. Mfano mtu kama Bui, Abdulaziz Makame. Yule ni mkorofi kifupi. Mchezaji ambaye anacheza tough sana, ambao kuna muda inakuwa lafu. Kwa ukisikia kamuumiza mtu, kamkanyaga mtu ushangaa. Ni kama Baka. Leo hiyo ukisikia Baka mkanyaga mtu unashtuka. Uweze kushtuka kwa sababu ni mchezaji wa kariba hiyo. Leo hiyo ukisikia labda mtu kama Sospita Bajana kamkanyaga mtu ushtuki. Ukisikia Kagoma kamchapa mtu ushtuki. Damaro, kuna watu wana tabia kama hizo. Pia kwa Abdulmalik Zakaria naye pia ni mtata. Ana hizo kucheza tough sana, ambao kuna muda pia inabegea kuwa rough. Kuna watu ni tabia zao. Sasa kwenye hiyo tabia yake, hao mambo ya kwamba ametumwa, hajaumiza, amezamilia, ni mambo ambayo mara nyingi huwa yanaishia tu kusadikika. Mimi sijawahi kushuhudia mtu akiagizwa. Lakini kwa jinsi ambavyo unafanya vitendo, watu wanaweza kukuhisi. Ndio hiyo Astara, kuna vitu kwa unafanya vibaya vya makusudi. Mtu anaweza kukuhisi hivyo, wewe umeagizwa. Mbona hivi? Ni hisia tu. Mbona sio kitu cha kawaida? Ni hisia ambazo watu wanazibua pale ambapo wanaona anafanya kitu ambacho sio cha kawaida. Sawa, na mchezo wa Young Africans ugenini dhidi ya Tanzania Prisons umeanza hivi sasa katika uwanja wa